Wananchi wa Masasi wanaopenda na Mheshimiwa Lissu wanataka kumsindikiza. Tusindilie ndio tuendeshe, ndio wananchi. Mabadiliko ya sheria na kanuni za uchaguzi, chama hiki hakitaingia kwenye uchaguzi. Sio tutasusa. Siku ya uchaguzi tutaitisha maandamano ya amani nchi nzima, tutazuia uchaguzi kufanyika. Maana yake hakuna kupiga kura na maana yake uchaguzi hautafanyika. Sababu tunataka tume huru ya uchaguzi. Mambo vipi? Habari za asubuhi, habari za mchana, habari za jioni. Nategemea unaangalia video kwa muda gani. Mimi naitwa Swahili 25. Kumekucha. Leo ni tarehe ngapi? Maana tukiwa free huko hatujagi hata tarehe. Leo ni tarehe 7. Tarehe 7 mwezi wa 4. Mwezi wa 4. Tuko Masasi hapa. Bado tuko kanda ya kusini tunafanya mikutano ya hadhara na mheshimiwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa Lissu na makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa John Heche, ambapo ni timu mbili. Moja iko eneo lingine, moja iko eneo lingine. Leo tuko Masasi, sisi tumelala hapa leo. Sisi tulitangulia kama kawaida, timu advance. Naamini kama ushatazama video ambazo zimepita, unajua kazi yangu ambayo huwa naifanya. Na ukitazama video mpaka mwisho utaelewa. Sisi na gari yetu tulitangulia, japo gari yetu na changamoto. Kama uitazama video iliyopita, kule tulikosa spare, tukaona tuje hapa kwa sababu hapa ni mjini zaidi na spare zipo. Tukaona bora tutangulie mdogo mdogo tufike hapa. Mheshimiwa mwenyekiti alibaki kule akalala kule na timu yake. Sisi tumetangulia hapa kwa ajili ya kurekebisha gari kwa sababu hapa tunafanya mkutano mmoja na kikao cha ndani. Na mkutano wenyewe utafanyika eneo so mbali, ni hapo. Japo jina lake sijui, nitauliza wenyeji. Na hapo ndani ndo kunafanyika mkutano huko ndani. Na hapo kama unasikia kwa mbali kuna muziki unapigwa. Sisi wengine tumelala hapa. Kama ambavyo umeona tumelala hapa jana. Tumeamka sasa hivi asubuhi. Tunaanza harakati kama ambavyo unaona hapa. Gari iko garage. Mimi sasa hivi naenda kutafuta sehemu ya kunywa chai, nipige chai kwanza. Alafu niende garage pale nisubiri nione kuna kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini sasa hivi nataka nikupitishe hapo uwanjani uweze kuona maandalizi wamefikia wapi na wamejiandaa vipi kumpokea mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa Lissu kwa ajili ya uzinduzi wa no reform no election eneo hili la Masasi. Kutoka Masasi nitakwambia tutaelekea wapi. Stay tuned. Tukutane baadaye, cheki matukio yote. Kama wewe ndo mara yako ya kwanza kutazama channel hii, nakuomba ujiunge na familia hii kwa kusubscribe, kulike na kushare kwa marafiki wengine ili familia iweze kuwa kubwa. Mimi naondoka bwana, naenda uwanjani. Uwanjani sio mbali sana. Ngoja nikupeleke uweze kupaona, ni pale mbele. Kama unavyoona maandalizi yanaendelea hapa. Watu wanapiga kazi hapa. Wanasafisha uwanja kwanza. Huu uwanja unaitwa Sokoseli. Nimefika hapa nishafahamu jina lake. Panaitwa Sokoseli. Ndio ambapo utafanyika mkutano wa saa 10 jioni hapa. Ambapo maandalizi yanaendelea. Nimekuleta ili uweze kuona maandalizi mpaka sasa hivi amefikia wapi. Naona kila kitu kiko safi. Watu wanafanya usafi. Watu wanatoa maelekezo hapo, watu wanafanya. Ongeleni bwana. Maandalizi yanaendeleaje? Yanaendelea safi sana. Kama unavyoona maandalizi yanaenda vizuri. Sisi tunasema Mungu atatia wepesi kwa hili. Umejipanga aje kupokea Mheshimiwa Lissu? Yaani tumejipanga vilivyo. Wana wa Masasi tumejipanga vilivyo, tunampokea Tundu Lissu. Hawaletee no reform no election. Unasemaje kamanda? Hapa kamanda mimi niko fresh. Naona. Nafikiri hapa kamanda mambo yako safi. Na hapa isitoshe kwamba watu watajaa hata kama unaona hivi, manake bado watu wamekaa. Bado ni asubuhi sana. Ni asubuhi sana. Sasa saa 3 sasa hivi. Hii ni saa 3. Kwa hiyo hapa kaje fike saa 8 sababu mtu ni mwingi sana. Kwa hiyo tunamsubiri mheshimiwa kwa hamu na kwa nguvu zote. Sana. Tuko pamoja. Haya. People. Power. Inakwaje kamanda? Safi kamanda, leta habari.
Ulivyovaa kama wale wazee wa ngumi mkononi. Mimi ni mtu wa hamasa. Safi sana. Sisi watu wa hamasa kwenye chama ni watu ambao tunaandaa mazingira sana. Kusudi ugeni unaokuja hapa Masasi ni ugeni mkubwa sana. Kabisa. Mheshimiwa mwenyekiti wa taifa kupitia Chadema ni mtu muhimu sana kwa watu wananchi wa Tanzania. Sana. Kwa hiyo hata mazingira yake, matayarisho yake inabidi tufanye kwa kutulia, kwa sababu tunakaribisha kitu ambacho ni kiteule kutoka kwa Mungu. Kabisa. Kwa sababu ni mtu ambaye ameingia kwenye vitabu vya dunia, vitabu vya Guinness. Mtu amepigwa risasi 16 lakini bado Mungu amemweka. Tunakubali kwamba Mungu ana sababu naye kwa Watanzania, kwa sababu anatulilia sisi wanyonge. Hata hivyo mkutano wa leo jamaa zetu walijaribu kufanya ukwae. Mkuu wa wilaya mpya ametayarisha naye shughuli yake kule Sabasaba, lakini ataona aibu, amemleta Misomisondo. Misomisondo ni mtu wa kupiga kwenye mambo ya mpeano, sio kwa ajili ya kuita watu, kuwajaza watu. Mheshimiwa Lissu ni nyota ya Watanzania. Kwa hiyo huu uwanja hapa utajaa mpaka tumejilaumu kwa nini tumepata uwanja mdogo namna hii. Bwana, tuliomba uwanja wa Boma, lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi wametubania. Wakasema watupe sisi pembeni ya mji, lakini wenyewe utaona aibu. Pamoja nao wamejipanga kupunguza population, lakini watashindwa. Chadema ni chama kikubwa na wenyewe wanakijua, ndio maana wanakiogopa. Ngoja tusubiri muda huo tuone. Bila kujali kiongozi. Pamoja kabisa. Tunashukuru tuko pamoja. Naomba uwepo mpaka muda wa mwisho. Mimi lazima niwepo. Nataka nionyeshe mwanzo na mwisho utakuwaje. Tuko pamoja. Kama ambavyo unaona maandalizi yanaendelea. Watu wanaendelea na maandalizi hapa, wana discuss. Watu wana discuss hapa kwa ajili ya maandalizi. Basi tukutane baadaye ambapo nitakuonyesha kitu gani ambacho kitaendelea mpaka hapo. Watu watakavyoja. Uwanja ni mkubwa sana. Jamaa wanasema ni uwanja mdogo sana, lakini uwanja ni mkubwa kuanzia huko kote. Nadhani unaweza kaona. Na muziki unapiga mpaka sasa hivi. Tukutane baadaye. Habari za mida, tupo kama nilivyokuambia, nimepita uwanjani, nimekuonyesha pale. Na sasa hivi tuko kwa fundi hapa, tunahangaika na gari kwa ajili ya kwenda kufanya PA hapa. Kama ambavyo nilikwambia, gari inaendelea na spare tushapata. Na fundi ndio anahangaika nayo hapa, kama ambavyo anahangaika kurudishia, shafunga kila kitu. Mambo ni mazuri. Baadaye tunaanza kukimbizana. Hatari sana. Tutaona kila kitu baadaye kwa sababu tunasubiri hapa gari iwe tayari tuanze kuingia mtaani hapa. Kama ambavyo nimekuahidi. Tutaona kila kitu. Tutane baadaye. Kama ambavyo unaona sasa hivi tumefanikiwa kumaliza gari tayari. Wanamalizia sasa hivi tuingie mtaani kwa ajili ya kupiga PA. Tunamshukuru Mungu, gari imefanya kazi na mafundi wamefanikiwa kufanikiwa jambo letu. Sasa hivi tunaingia mtaa kwa mtaa sasa hivi kumsumbua mkuu wa wilaya. Maana toka jana ameandaa bonanza, anasema Chadema mkutano wao umeahirishwa. Matangazo yake ya PA yanapitisha, anasema Chadema ameahirisha mkutano wao hapa Masasi. Na leo asubuhi pia amepitisha tena PA nyingine. Inasema kwenye uwanja wa Chadema pale kumeibuka mafua. Kumeibuka mafua. Maana wananchi wasije wakae ndani leo. Lakini sisi tunaingia mtaani sasa kwa ajili ya ukichafua tupige PA kwamba Chadema leo hapo hapo. Tunaingia mtaani sasa hivi, gari iko tayari, kila kitu kiko tayari, tunasubiri dereva tu aweke mambo yake sawa tuweze kuingia mtaani. Utaona baadaye kwa mtaani tunafanyaje na tutakurudisha uwanjani na pia tunaenda ukumbini kwa ajili ya kumchukua mtu ambaye atakuwa anafanya PA kwa ajili ya matangazo, ambapo utafanyika mkutano wa wanachama na Mheshimiwa Lissu atafanya kikao cha ndani pale. Baada ya kufanya kikao cha ndani ndio atakuja uwanjani hapo. Tukutane baadaye. Usiache kulike na kushare kwa marafiki wengine. Tuko eneo moja na ukumbi unaitwa Blavoini hapa, ambapo Mheshimiwa mwenyekiti anafanya mkutano na wanachama na viongozi, si ndio? Kuna mwenyeji hapa. Mambo vipi? Sawa vipi? Uko vizuri? Safi mali. Tone mnachanga? Tunachanga. Tumeipokea tena kwa kasi sana. Inakuaje kwa mapokezi ya Mheshimiwa Lissu ambavyo amefika hapa na kikao hiki, baadaye itakuwaje hapo uwanjani? Kwanza mapokezi yenyewe, yani kitendo tu cha kujua tarehe za yeye kutupigia kwamba atakuwepo hapa siku ya tarehe 7. Tulipokea hicho kitu kwa nguvu moja, lakini mpaka kufikia sasa hivi
mpaka tumefikia kuwa na kikao cha ndani. Kwanza vibe lilokuwa ndani peke yake ni hatari, ni la kutosha kweli. Lakini baada ya kutoka kwa hapa mpaka kuingia kwenye ukumbi wa mkutano wa hadhara, uwanja wa mkutano, ni kitu ambacho tayari hatuwezi kuamini kwamba furaha yake ikoje. Kwanza hatuamini kwamba ni yeye, yani wananchi wanachama bado hawaamini, yani bado hicho kitu mpaka atakapoingia uwanjani ndio mtaamini ni yeye. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tayari hivyo wanavisubiria kwa hamu, na walikuwa na hamu ya kutosha kumuona kiongozi wao. Muda mrefu hawajamuona, lakini walitamani wanamuona. Vitu vingine anavyovianzisha watu wanavisikia tu, wanavipokea kwa mapokezi. Yani mtu mwingine alivyosikia tu tone no reform no election, yani anapokea kitu kwa sababu tu kwamba yule aliozungumzia na kupambania kwamba ipo siku atakuja kumuona. Na leo yupo hapa. Kwa hiyo bado anakuwa na hamu, yani ya kwenda kumuona. Kwenda kumuona wewe. Ngoja tuone baadaye itakuwaje uwanjani pale. Mtajaza uwanja? Hakuna shida. Leo Masudi. Hapa nimekutana na kaka yetu mmoja hivi, mwanamuziki. Mimi napenda kumuita Diamond bwana. Kaka yetu mwingine, mambo vipi? Kama kawaida. Umeachia ngoma mpya mwanangu, inaenda sana hiyo. Mdogo lazima iende. Huko na mkongwe. Waambie watu sasa, nyimbo yako inapatikana kwenye kwa mitandao gani au kwa njia gani unaweza kaipata? Kwa sasa hivi inapatikana YouTube, lakini baada ya siku 10 itapatikana mitandao yote, Boomplay, Spotify. Okay. Pamoja na mitandao mingine ambayo inahusika na kusambaza nyimbo. Wanakaribisha watu waje wasikilize, lakini pia download, wasisahau kushare na kusubscribe. Okay. Changu MC Mwingira. Safi sana. Mitandaoni unapatikana kwa jina gani? MC Mwingira. MC Mwingira. Safi sana. Manake hapa umejiandaaje kwa ajili ya kuamsha wana wa Masasi leo? Leo nipo Masasi, nitafanya show Masasi, lakini pia show kubwa itafanyika Songea nyumbani, Kunyumba. Hatari hapa. Hatari sana. Bwana pamoja ndugu yangu. Msanii wa chama wa Mwingira kama ambavyo wamesikia watafanya mambo yake. Hapa wanachama kibao wako nje hapa. Wanasubiri hapa, wanamsubiri Lissu hapa. Kama unavyoona kuna watu wengi sana. Achana ndani kule kwenye ukumbi huko ambapo yupo. Lakini nje huko kwenyewe unaona watu mausafiri ya watu yanawasubiri wako ndani kwenye vikao huko. Sisi tunaelekea kwenye PA. Tushampata mwenyeji hapa ambaye atakuwa anatangaza. Tayari anapanda kwenye gari ambayo alikuwa anaongea naye muda so mrefu. Umemuona? Sisi tunaondoka. Huyu jamani iko naye toka sehemu nyingi huyu. Inakuwaje? Kama kawaida. Kila sehemu upo ndugu yangu. Anaenda, tumechagua kufanya movement katika kanda ya kusini, tutapiga mikoa yote bila kupumzika. Haina kuchoka. Naam, haina kuchoka. Nasubiri korosho za kuondoka nazo. Haina shida. Amekuja kuzungumza na wananchi wa jimbo la Masasi na wilaya ya Masasi bila kuangalia itikadi ya chama. Yeye amekuja kwa sababu ya kuzungumza na wananchi wa jimbo la Masasi na wilaya ya Masasi kwa ujumla. Wewe usiangalie itikadi ya chama. Na hivi sasa mkutano umeshaanza. Unachoomba wananchi usogee kwenye viunga vya Sokosela, kwani mkutano umeshaanza. Umeshaingia kwenye viunga vya wilaya ya Masasi na jimbo la Masasi. Amekuja kuzungumza na wananchi wa jimbo la Masasi na wilaya ya Masasi bila kuangalia itikadi ya chama. Mwenyekiti Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anaelekea kwenye viunga vya Sokosela. Unaomba mwananchi usogee kwenye viunga vya Sokosela. Tundu Antipas Lissu unaouona sasa ni msafara wa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Unaomba mwananchi usogee la Masasi na wilaya ya Masasi. Sogea mwananchi wa jimbo la Masasi. Napenda sana. Leo tunapaswa kuikataa sisi kwa mambo tofauti au mambo mbalimbali. Jambo la kwanza, mimi ambaye nazungumza hapa tangia kuzaliwa kwangu mpaka miaka ambayo nimetimiza leo
miaka 36 sijawahi kutoa maoni, sijawahi kutoa mapendekezo, wala sitawisha na kuimarisha mifumo ya haki. Unaweza ukayasoma haya katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 10. Lakini miaka ya baadaye katika nchi ya El Salvador, alipigwa risasi akiwa mimbarini akiwa anahubiri na kuwatetea watu wa El Salvador kutoka nchi ya Uingereza. Watu wote walinyanyaswa na kuwekwa ndani na kufungwa kwa miaka kadhaa. Akina Nelson Mandela, wote wale walifungwa. Askofu Mkuu Desmond Tutu kusimama pamoja na watu wa Afrika Kusini akiwatetea watu wa Afrika Kusini hadi utawala wa ubaguzi wa rangi mabadiliko ya sheria na kanuni za uchaguzi. Chama hiki hakitaingia kwenye uchaguzi. Sio tutasusa siku ya uchaguzi, tutaitisha maandamano ya amani nchi nzima, tutazuia uchaguzi kufanyika. Maana yake hakuna kupiga kura na maana yake uchaguzi hautafanyika, sababu tunataka tume huru ya uchaguzi. Kwa nini tunataka tume huru ya uchaguzi? Mheshimiwa Mzee Joe, toa hii kofia hapa. Joe, mwenyekiti Joe, mara moja hapa. Joe mara moja. Nataka watu ambao nataka nitoe mfano. Sitaki watu njoma. Nikusaidie mpenzi. Njoo mama, njoo. Njoo. Naomba watu wengine watatu. Brother njoo hapo, njoo. Njoo mwenye like hapo. Hapa njoo. Ya njoo. Pandeni hapa. Matosha. Mama Ikarenda, wewe utakuwa Samia kuanzia leo hapa. Pandeni. Jali ili kazi hii iweze kuwa rahisi. Mama yangu jali, dada yangu jali, baba yangu jali kama tunavyojali sisi. Ndugu zangu, mimi nafanya kazi hii si kwa sababu ya maisha yangu. Kabisa, si kwa sababu ya maisha yangu. Watoto wangu hawako nchi. Mke wangu hayuko nchi. Na nyumba pengine kila mkoa wa nchi. Na pesa ya kuishi na watoto wangu. Mimi ninakuwa mbunge miaka 10. Na mimi ni Mchaga. Nikiwa mbunge miaka 10 na mimi ni Mchaga, unategemea nini? Unategemea nini? Simlisikia spika anaambia nilikopa hela. Atembeana mimi na sisi nilikopa. Nilikopa hela kweli. Masasi na Ndanda nazifahamu mimi. Nazifahamu. Miezi mitatu ni michache kukaa hapo. Kwa miaka 9 imepita tangu 16 nilipokuwa hapo. Na kwenye hiyo miaka 9 mambo mengi sana yametokea na mengine ni mabaya, sio ya kusimuliana. Lakini tumshukuru Mungu ametukutanisha tena. Nimefurahi kuja tena Masasi. Nimefurahi kuwaona tena wananchi wangu wa Masasi. Sasa nataka tuzungumze leo, tuzungumze mambo ya nchi yetu. Tuzungumze mambo ya Masasi yetu. Tuzungumze maswala yanayotusibu sisi wananchi. Sasa ndugu zangu, nyie wa kusini, nataka nianze nizungumze ya kusini. Ya mikoa ya kusini. Tumekuja hapa tarehe 4. Tumeanza ziara ya kanda ya kusini tarehe 4. Tumesafiri kutoka Dar es Salaam, tukafanya mikutano Somanga, tukafanya mikutano Kilwa Kivinje, tumefanya Lindi mjini, tumefanya Ndanda, tukafanya Mtama. Jana tulikuwa Ruangwa, tukaenda mahali panaitwa Chinongwe, tukamalizia mkutano mkubwa kabisa sana na Chingwea jana.
na leo tuko hapa kwenu Masasi. Kesho tutaenda Ruvuma. Tulipotoka Dar es Salaam, tumepita Somanga tukaenda mpaka Kilwa. Hiyo barabara ilikuwa inapitika, leo imekatika. Madaraja mawili yamesombwa na mvua. Au nakosea? Kwa namna pekee leo yenye wananchi wa Masasi, wananchi wa kusini, namna pekee ya kwenda Dar es Salaam, aidha mruke kwa ndege. Ndege inakuja Masasi hapa, inakwenda Lindi, najua inakwenda Mtwara. Inabeba watu wangapi? Kwa hiyo namna ya kwenda ni ya ndege, na hakuna ndege inayoweza kutosheleza nyie watu wote wa kusini mnaohitaji kwenda Dar es Salaam. Au vinginevyo mwende kwanza Songea, mtokee Njombe na Iringa na Morogoro, ndio mwende Dar es Salaam. Asa nataka tuzungumze hilo. Mwaka jana hayo madaraja hayakusombwa na maji, yalisombwa mwaka jana na mwaka huu yamesombwa. Unafikiri ni kwa nini? Unafikiri ni kazi ya Mungu? Unafikiri ni kazi ya Mungu? Yalisombwa mwaka jana, yalijengwaje unafikiri? Watu wameweka kakifusi hivi, wakalambisha lami, wakasema piteni, na hela wamelipwa. Na serikali ipo ya mama, piga picha nchi nzima, mabango kila mahali. Barabara kusini imesombwa na maji mwaka mmoja baada ya kusombwa na maji kwa mara ya kwanza. Na kusini haiwezi kusafiri kwa njia hiyo tena. Na kama huwezi kusafiri kwa njia hiyo, mwende Mtwara mkapange foleni ya ndege, kama mtaweza nauli zake. Sawa sawa? Sasa ndugu zangu, nachotaka kusema ni kwamba hii kusini hii mmeikosea nini CCM? Mmeikosea nini? Mmekosea nini mama na chama chake? Mmeikosea nini CCM? Mmekosea nini serikali ya nchi hii? Kwa sababu sio barabara tu, katika mikoa yote maskini ya nchi hii, mikoa maskini zaidi ni ipi? Mikoa ya kusini. Mikoa ambayo ni maskini kwa miundombinu ya barabara na miundombinu mingine ni ipi katika nchi hii? Ni mikoa ya kusini. Ni mikoa gani katika nchi hii iko nyuma zaidi kielimu? Ni mikoa ya kusini. Au nakosea? Wameikosea nini CCM nyewe? Mmewakosea nini mpaka wawatelekeze namna hii? Hivi leo nikisema, sijui kama kuna wazee wenye umri wa kutosha hapa, lakini nikiwaambieni Uingereza alijenga reli kutoka Mtwara mpaka Nachingwea kwa
kwa ajili ya kilimo cha karanga. Mtasema nasema uongo? Korosho yote ya nchi hii, korosho yote ya nchi hii inatoka huku, hauna kosea. Na sasa hivi kwenye hii miaka ya karibuni hii, kwa zaidi ya miaka 10 sasa, korosho ndio zao linaloingiza fedha za kigeni kuliko kahawa, kuliko pamba, kuliko chai, kuliko mazao yote ya biashara kwa ujumla wao. Pesa inayotokana na korosho ya kusini ni nyingi kuliko inayotokana na haya mazao mengine yote kwa ujumla wao. Halafu watu wanaoitwa wamachinga wanaitwa wamachinga kwa sababu karibu wote wanatoka huko. Kwa nini? Mmewakosea nini? Mmewakosea nini hawa watawala? Mikoa inayolima ufuta kwa wingi kuliko mikoa mingine yoyote nchi hii ni mikoa ya kusini. In fact ni mkoa wa Lindi. Ufuta, na watu wanatajirikia ufuta, na wanaotajirikia ufuta sio watu wa kusini. Mnalima mbaazi, au nakosea? Mnalima mbaazi, na watu wanaotajirikia mbaazi sio nyie. Nyie watoto wenu stahili yao ni umachinga. Watu wanaotajirikia mbaazi zenu ni watu wengine kabisa. Mmewakosea nini sisi? Sasa tangu tumeingia kanda ya kusini, kuna mambo nimeyaelewa, nilikuwa siyaelewi. Kuna mambo nimeyaelewa. Nimekwenda Ruangwa na Nachingwea, naambiwa hivi, ukilima korosho au ufuta au mbaazi, kuna janga la taifa linaitwa stakabadhi ghalani. Stakabadhi ghalani. Kulima unalima wewe, kupalilia haya mapori unapalilia wewe, kama ni dawa unapiga wewe, utavuna wewe, mahangaiko yote ni ya kwako, jua ni la kwako, mvua ni ya kwako. Ukishavuna tu, hayo mazao sio ya kwako tena. Unaambiwa peleka wapi? Peleka ghalani. Ukipeleka ghalani sio unaenda kupewa hela, unaenda kupewa kipande cha karatasi. Unaenda kupewa kipande cha karatasi. Umewakosea nini? Unaambiwa hivi, wewe uliyelima korosho au mbaazi au ufuta, unaambiwa wewe hujui kuuza. Tuachie sisi tukuuzie, halafu tutakuletea hela. Hao watu wanaosema peleka ghalani ukapate stakabadhi, ukimuuliza wewe shamba lako la korosho liko. Kama ambavyo umeona mapokezi ya mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa Lissu, ambapo tumempeleka hapa uwanjani, uwanja wa Sokosela hapa Masasi mjini. Watu ni wengi sana, na jua ni kali. Jua la hapa ni kama la Dar, lakini watu wamejitahidi kukaa katikati, lakini watu wengi wako pembeni na katikati wako watu wengi. Nataka nikupitishe sasa uone jinsi gani watu ni wengi sana kila mahali. Kianzia huko pembeni kuna watu wamekaa kwenye vivuli kwa sababu jua ni kali. Huko kote kuna watu. Angalia huko. Nakupitisha huko. Na mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya fedha wa chama chetu. Tone maana yake nini? Change yako ndogo inaweza kuleta mabadiliko makubwa. Na toka tumeanza programu ya tone ndio unaona leo tuko hapa. Kesho
tunaitafuta kanda ya kati, Dodoma yote mkoa, Singida yote, Morogoro yote. Baada ya hapo tunakwenda kanda magharibi, Tabora, Kigoma, chapa maboya kila mahali, chapa juu, chapa chini. Baada ya hapo Pasaka ikipita, tunarudi kaskazini, tunarudi pwani. Tunawaambia mnasemaje? Tuweke mguu chini ama mabadilisha sheria. Kama hawataki tunakuja na issue nyingine. Haya mambo yanahitaji fedha. Na fedha mnazo nyie. Wewe hapa mko watu wengi leo hapa. Pengine 10,000 mnafika. Mkichanga shilingi 5,500 kwa watu 10,000 ni karibu shingapi? Milioni 50. Karibu milioni 50. Milioni 50. Mkichanga kwenye simu tutawapa namba. Tumeambiwa hapa Vodacom sio namba. Kutokea hapa viwanja vya Sokosela, mimi sina la ziada. Nadhani umeona kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi tunamalizia. Mheshimiwa Mwenyekiti kama ambavyo unaona anamalizia kuzungumza na wananchi wa Masasi. Tukutane video nyingine siku ya kesho ambapo nitatokea hapa uweze kuenjoy. Usisahau kusubscribe kama hujafanya hivyo, kuendelea kujiunga na familia hii. Like, comment na share kwa marafiki wengine. Tukutane siku ya kesho. Wananchi wa Masasi wanaopenda na mashughuliki wanataka kumsindikiza kukimbilia njia tuondoshe, njia limeni wananchi.